Kumbuka, mtu hataishi kwa mkate tu, ila na kwa neno litokalo kinywani mwake. Remember, man shall not live on bread alone, but by the word that comes from his mouth. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mtu hataishi kwa mkate tu, ila na kwa neno litokalo kinywani mwake. Neno hili tunaambiwa ya kwamba lilikuweko hapo mwanzo. Palikuwepo neno. Huyu neno alikuwa ni Mungu. Anasema ya kwamba maneno ninayoyasema ni uhai na ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Huyu neno ndio msingi wetu, ndio msingi wa maisha yetu. Maandiko yanasema mtu hataishi kwa mkate tu, ila na kwa neno linalotoka kinywani mwa Baba wa mbinguni. Maana kama sio hili neno, hakika wanadamu tungekuwa tofauti sana na jinsi tulivyo. Twende katika maandiko. Kitabu ni Kutoka. Ingia mwanzo, Mungu alipomuumba mwanadamu. Tufuatane hatua kwa hatua. Tunataka tujue tutaishi namna gani kwa neno ambalo hatulioni. Je, hili neno ni lipi? Na hili neno tutalingojea siku gani, ama litatokea wapi? Kwa sababu moja ama nyingine, Baba wa mbinguni anasema ya kwamba hatutaishi kwa mkate tu, ila na kwa neno litokalo kinywani mwa Bwana. Maandiko yananiambia ya kwamba wana wa Israeli walipokuwa wametoka katika nchi ya utumwa, walikaa jangwani. Walizunguka jangwani. Ndani mwao walijua ya kwamba maisha ni kuna neno litokalo kinywani mwa Baba. Neno ambalo linaweza kuwasitiri. Na neno hili ndilo limesababisha watoke katika nchi ya utumwa. Maana bila hili neno wasingalitoka katika nchi ya utumwa. Musa akaitwa, akaambiwa, nimekiona kilio cha watu wangu Israeli, na sasa nimeshuka mimi mwenyewe ili niende niwaokoe. Bwana Yesu asifiwe. Neno likaanza kufanya kazi kwa mwanadamu. Pahali ambapo mwanadamu hakuwa anajua manufaa ya neno, neno likaingia. Akamwambia Musa, nenda umwambie Farao awaachilie waende watekeleze neno jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba waliishi maisha ya kula na kunywa. Mateso kwao ilikuwa ni jambo la kawaida. Kuadhirika kwao ilikuwa ni jambo la kawaida. Magonjwa kwao ilikuwa ni jambo la kawaida. Na neno alipoingia, akasema ya kwamba waende watekeleze neno jangwani. Watoke katika ile hali walimokuwa. Maana katika hali ile walijua ya kwamba leo na kesho kwao ni kawaida. Hadi pale neno alipoingia. Maandiko yanasema namna gani, msomaji? Kuanzia mstari wa kwanza. Kutoka mlango wa 16 mstari wa kwanza. Kisha wakasafiri kutoka Elimu, na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikia jangwa la Sini lililoko kati ya Elimu na Sinai. Siku ya 15 mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Siku 15 mwezi wa pili baada ya kutoka katika nchi ya utumwa. Which means walisafiri kwa miezi mingapi? The 15th day of the second month. Walifika wapi? Sinai. Umeruka. Ni sawa, tuendelee. Ndio mstari wa pili. Mstari wa pili. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukawanungunikia Musa na Haruni huko baharini. Maana walizoea kula na kunywa. Wameona katika hiyo safari hawana chakula. Katika hiyo safari wameanza kusikia uchovu. Katika hiyo safari wameanza kuwaza yale waliwacha nyuma. Wale walikuwa wajanja wameanza kufikiria ujanja yao waliokuwa wakifanya kule Misri.
Wale walikuwa na wakora wanaanza kufikiria saa hii ningekuwa kwa kona fulani nikiinua watu. Wale walikuwa kila mtu akaanza kufikiria mambo yake ya kawaida. Anasahau ya kwamba kunaye neno ambaye ameingia ndani mwao. Huyu neno anasema ya kwamba waende jangwani wakamtukuze. Laiti wangalijua uzito wa huyu neno, wangeanza kumtukuza pale pale walipoanza safari. Wangeanza kumwabudu pale pale walipoanzia safari. Lakini kwa sababu ya ujuzi wao na maarifa yao na nguvu zao na ujanja wao, walianza kunungunika. Wakasahau ya kwamba kwani wao hawakuwa wanaishi? Si walikuwa? Musa anazaliwa mtoto mdogo kutoka nyuma, amebeba mpaka wazee ambao alikuta wakiwa watu wazima. Mbona hawakuwa wanatoka Misri? Hadi pale neno alipokuja akapitia kwa Musa kumwambia, nenda kwa Farao, maana kupitia kwako naenda kujidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Huyu neno tunastahili kuishi ni kwa sababu ya huyu neno, wala si kwa mkate tu. Waliodhania ya kwamba wataishi kwa sababu ya kula na kunywa peke yake, walianza kunungunika ndani mwao. Wakamwambia Musa, namna gani? Tunahisi njaa. Hata walifananisha maisha ya pahali walipokuwa wakati huo na yale ya kule walikokuwa wametoka. Maana kule walizoea kidogo hivi ni tabu, dhiki, mateso, lakini kwa yote wanajua ya kwamba kuna kula na kunywa na siku imepita. Bwana Yesu asifiwe. Soma maandiko. Mstari wa 3. Wana wa Israeli wakawaambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Bwana wanayemsema kwamba wangalikufa kwa mkono wake, je, walimtambua? Ni kwa sababu mioyo yao ilikuwa mizito. Ni kwa sababu hawakuwa watu wa kujua hizi nguvu ambazo zinatenda kazi ni za aina gani. Walikuwa watu wa kupuuza. Ndiposa Bwana wa mabwana aseme ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Alijua ya kwamba watu hawa ni watu wa shingo ngumu, maana wana mioyo ya kupuuza. Wanasahau yote ambayo Mungu ametenda kwa mkono wa Musa kule Misri. Musa alipokuja kutoka jangwani, hata naona kama kuna wengine walidhihaki wakasema ya kwamba huyu si ni yule aliyekuwa, atawezaje kututoa mahala hapa? Lakini kwa sababu neno alikuwa ndani yake, kwa sababu Musa alikuwa anajua anafanya kazi ya nani. Musa alikuwa amejua ametumwa na nani, na uzito na nguvu ambayo neno alikuwa nayo Musa alikuwa ameitambua. Kwa hivyo alikuwa ameenda kwa nguvu, hekima na ujasiri, akijua ya kwamba yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa wakaanza kumnungunikia Musa. Wanasema ya kwamba heri tungeuawa kwa mkono wa Bwana kule Misri kuliko kuja kuangamia jangwani. Yaani wanaona ya kwamba yale matendo ambayo yalikuwa yanafanyika kule Misri, Mungu akitenda kwa mkono wa Musa, kwamba kuwe vyura vinakuwa, maji yawe damu inakuwa, wafanye namna gani inakuwa. Wanasema ya kwamba hata wao wangesemekana tu wakufe wasikuje jangwani. Hawajui makusudi na mapenzi ya Mungu. Jiulize, ni yapi Mungu amekusudia kwa ajili ya maisha yako? Hata akuonye wewe mpendwa, akwambia kwamba kumbuka, hautaishi kwa mkate tu, ila na kwa neno litokalo kinywani mwake. Lengo na madhumuni ya Baba wa mbinguni ni kwamba tusome neno. Neno ndio mwalimu wetu. Neno ndio mwelekezi wetu. Neno ndiyo taa yetu. Yule neno akakuja akafanyika kuwa nuru ya mwanadamu, na anatuambia katika kitabu cha Isaya, inuka uangaze, maana nuru yake imekuja. Bwana Yesu asifiwe. Some mstari wa 4. Mstari wa 3. Wana wa Israeli wakamwambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hili, ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Mstari wa 4. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama,
Mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni onyo. Atakupa chakula aone kama utaenda katika sheria zake ama hapana. Lakini maandiko yanasema namna gani? Walinungunika, maana hawakujua uzito na umuhimu wa neno. Wakahangaika, wakafadhaika, wakamkimbilia Musa, wakaenda wakampa hata vitisho. Wanamwambia ni heri tungefariki kule kando ya sufuria ya nyama na mchele na pilau kuliko kuja kufa jangwani. Maana hawakujua neno ni nini na neno lina umuhimu gani kwa maisha yao ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tuende mstari wa 16. Verse 16. Msaagiza Bwana. Kisha Bwana akawaagiza akisema, okoteni ninyi kitu hicho, kila mtu kama ulaji wake ulivyo. Ni kitu gani? Kwa sababu Bwana wa majeshi alijua ya kwamba lengo na madhumuni ama tamaa ya mwanadamu ilikuwa ni kula na kunywa. Kisha akawanyeshea mvua ya chakula, akawaambia okoteni kila mtu jinsi awezavyo, lakini kila mtu pishi moja kama hesabu ya watu wenu ilivyo. Ndivyo mtakavyotwaa kila mtu kwa ajili ya hao walioko hemani mwake. Endelea. Mstari wa 17. Yes. Wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota wengine zaidi, wengine kupungua. Mstari wa 17 umemaliza. Mstari wa 17. Wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota wengine zaidi, wengine kupungua. Kwa hivyo walishindania, kila mmoja alikuwa anashindania makucha yake. Walishindania kwa uzito wao, kila mtu alikuwa na tamaa yake kivyake. Kuna mwenye aliokota zaidi, mwingine alipungua. Kwa nini? Si kulikuwa na chakula cha kutosha? Sababu Mungu hakutoa chakula kile kwa vipimo. Alipeana kiwango kwamba alisema nitawapa nione kama kwa chakula watakula na wanikumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Kama watakula na wakumbuke sheria zangu. Lakini kwa sababu nia yao ilikuwa ni chakula, kuna wale ambao walikuwa na mioyo ya ulafi. Wao waling'ang'ania kuokota chakula kingi. Mbali na hayo, maandiko yanazidi kuniambia ya kwamba Mungu mwenyewe akatoa sheria juu ya chakula kile. Akasema kama ni chakula ndiyo nia yenu, nitawapa chakula, lakini mbali na chakula nitawapa na majaribu pia. Kila mtu atatoa kulingana na uwezo wake ya siku ya leo, matumizi yako ya leo, kipimo chako cha leo, usizidishe. Lakini mbali na yote tunaambiwa kuna wale walikuwa na kucha ndefu, yani walikuwa na roho ya ulafi, walijitakia zaidi, walichukua pakubwa, hawakujali amri ya Baba wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mtu hataishi kwa mkate tu. Ndiposa wao waliona ni heri wangekufa kando ya sufuria ya nyama kuliko kufa amefunga. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba baadhi ya haya hatuyawezi ila kwa kukesha, kufunga na kuomba. Mpendwa, unapoambiwa na mambo ya kufunga, unasema ya kwamba mimi nakuaga na kaugonjwa fulani, nitaweza kweli? Sasa ni heri ufe kando ya sufuria ya nyama kuliko kufa ukiwa mlimani umefunga unatafuta Baba wa mbinguni. Maandiko yanasema ya kwamba sio kwa mkate tu tutaishi. Hiyo sufuria iwache kando, tafuta uso wa Baba wa mbinguni. Kama wewe, baba yako, babu yako, yule aliyekuwa Eva, hawakujua kama Mungu ana uwezo, ana siri fulani juu ya maisha ya mwanadamu. Ibrahimu akaambiwa nitakubariki pamoja na uzao wako, lakini hii siri hakuijua. Kama Baba wa mbinguni anaweza kukupatia yale yaliyofichika,
Mwanadamu gani ambaye alijua kuna chakula mbinguni na kitakuja kikiwa ready? Nobody knew that. Lakini Mungu kwa neema na kwa upendo wake, kwa maana ametufichia siri zilizotimilifu ndani yake, ametufichia siri ambazo zitatulinda maisha yetu, akawapa wana wa Israeli chakula kilichofichika. Chakula ambacho hakuna hata mmoja wao aliyetarajia mahala tulipo panaweza patikana chakula. Kwa sababu gani niseme hivyo? Pale ni jangwani. Jambo la kwanza, pale hakuna hata hospitali. Si ni kweli? Mtu angegonjeka angetibiwa wapi? Kwa Misri na dhahabu na fedha na nini na pesa yote, lakini hakuna duka. Pale hakuna shamba ya mtu utaenda uibe mahindi ama uchune maembe ukule. Pale ni jangwani. Lakini kwa sababu Bwana wa majeshi anasema ya kwamba si kwa mkate tu tutaishi. Maana kama ingekuwa ni kwa mkate, hakika Baba wa mbinguni angetupatia yote na atuachilie. Lakini anasema tutafute neno lake. Tutaishi tu ni kwa neno. Chakula tu ni additionals. Lakini neno ndio msingi. Neno ndilo lililo thabiti. Neno ndilo linaloweza kutulinda. Neno hili anasema katika maandiko, walipovuka ng'ambo ile, yapata miezi miwili, wiki ya ngapi kwa mwezi wa pili? Anasema ni wiki ya ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Walipofika siku ya 15 ya wiki ya mwezi wa pili, wakaanza kunungunika, wakasema laiti angalituangamiza tukiwa Misri kando ya sufuria ya nyama, kuliko kuja mahali hapa tuangamie katika njaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Baba wa mbinguni ni wa maajabu, akawanyeshea chakula kilichofichika, jambo ambalo hakuna mwanadamu alitarajia lingetendeka. Wewe pahali ulipojiulize, je, kwangu ni mangapi amenifichia kwa siri atakayewachilia hata mimi mwenyewe nishangae. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walishtuka. Wengine kwa ulafi wao wakang'ang'ania, wengine kwa utulivu wao wakajua ya kwamba wamepewa mpaka na sheria kwamba watunze ile amri. Na amesema vizuri, nitawapa nione kama kwa chakula wakiwa nacho wataitunza ile amri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiposa yeye, kwa sababu anayajua mawazo anayowaza juu ya maisha yetu, mimi na wewe, kuna jambo fulani ameficha. So tukimtafuta yeye katika utakatifu wake, hilo jambo litatendeka. Huenda ikawa moyo wako unajiuliza, nitakuwa namna gani? Baba wa mbinguni anajua siri aliyopanga kwa ajili ya maisha yako. Anakuambia wewe mtafute tu. Huenda ikawa unawaza ndani mwako, unasema mimi nimetenda dhambi, mimi hata sifai, sijui hata wale wanaenda kanisani wanaendaga namna gani. Maandiko yanasema njooni tusemezane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu atazibadilisha. Huenda ikawa unasema ya kwamba mimi niliua, mimi niliiba, nilifanya nini, mimi siwezi samehewa. Anasema hakuna lisilowezekana mbele zake. Yeye ni Mungu mwaminifu. Anasema ukimuita ataitika. Muite Baba wa mbinguni naye ataitika. Usiangalie nitakula nini, nitavaa nini. Anakuuliza ndege wa angani wanavaa, nani anawavaisha? Nani anawarembesha? Maua ya kondeni yako maridadi sana, nani anayaweka maridadi yale? Ni yeye. Kwa hivyo ana mpango thabiti juu ya maisha yako, na ni heri wewe, maana amekufichulia katika maandiko. Amesema anayajua mawazo anayoyawaza juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiyo sababu alijua vema, ukienda njia ya jangwani kuna wanyama wakali. Hali ya anga inaweza ikakudhuru ukagonjeka. Wewe katika kutembea kwako ukienda jangwani, hakuna mafundi wa nguo jangwani, nguo yako huenda itararuka.
Viatu unavyotumia kutembea, katika kutembea unajikwaa kwa mawe, unatembea kwa ardhi iliyokauka, huenda vitararuka, kwa sababu Baba wa mbinguni anajua siri ambazo amekutengea. Haya yote kwani mwanadamu hakuwaza, alifikiria chakula tu. Haya yote hakufikiria viatu ninavyovaa kwa miaka zote alizokaa jangwani. Nani alibadilisha kiatu? Hakuna. Nani aligonjeka akalazwa jangwani? Hakuna. Nani aliyerarukiwa nguo akatafuta nguo kwa jirani yake? Hakuna. Ni kwa sababu Baba wa mbinguni amesema ya kwamba sio kwa mkate tu, bali na kwa neno lake tutaishi. Anajua haya yote. Anayajua mawazo anayowaza. Tutafute kwanza ufalme wa mbinguni. Hayo mengine yote ambayo tunanungunikia, hayo mengine yote ambayo tunafikiria yatakuja peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye mwenyewe, Mungu mwenye uwezo, tajiri wa vyote, amevipanga njiani, vimekuandama. Kwa hivyo wewe kimbia ukitafuta ufalme. Enda kabisa. Tafuta ufalme ndani kwa ndani. Nyuma yako usiangalie. Yeye anajua hali yako, anajua unachohitaji hata kabla hujamuomba. He knows much better. Anajua vema ni nini unahitaji kesho kutu, hata mwaka ujao. Anajua kama utafika huko ama namna gani. Wewe kimbia tu, mtafute. Usiangalie mimi kaunga kangu kaliisha, nastahili kutafuta kwanza. Hapana, mwambie Baba, ni wewe. Hii yote unajua, na umesema sio tu kwa hii kaunga nitaishi, tena kwa neno lako. Tafuta uso wa Bwana kwa kumtafuta Kristo Yesu kwa neno lake. Tusome maandiko usiku na mchana, maana Joshua anaambiwa torati hii isitoke kinywani mwako. Fanya urafiki na maandiko. Tafute uso wa Bwana, ndiposa uone matunda ya huyu neno, ndiposa uone sababu iliyofanya maandiko yatuambia kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Mathayo 4 inasema namna gani? Mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Mstari wa 1 hadi wa 4. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani ili aende ajaribiwe. Mungu mwenyewe akapandishwa nyikani aende ajaribiwe. Yaani shetani hakutosheka, akaona ya kwamba kama huyu ndiye aliyeumba, hata shetani anajua vizuri kabisa huyu ndiye aliyemuumba na huyu ndiye neno. Na amesema ya kwamba tutaishi kwa sababu yake. Kwa hivyo alimpeleka aende ajaribiwe, ndiposa neno akose nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu gani? Shetani alijua uzito aliobeba neno. Aliujua uzito wa neno, ndiposa akataka kuweka neno katika majaribu. Kisha akambeba, akamuongoza kwenda jangwani kama wana wa Israeli walivyoongozwa kwenda jangwani. Kisha shetani akaanza kuwazunguka, wakanungunika, wakasahau kunaye neno. Sasa huyu ni neno mwenyewe. Shetani amejitoa kimasomaso, anataka kumjaribu. Anamwambia namna gani? Akafunga siku 40 mchana na usiku. Akiwa amefunga siku 40, nia na madhumuni ya kufunga siku 40 ni kukaa intact katika ile imaya yake. Hakutaka apungukiwe hata na nukta moja ya neno lake. Hakutaka apungukiwe hata na hata wazo kidogo lisiwahi enda kando ya laini. Alitaka akae imara. Ndiyo sababu anatuambia tutafute uso wake usiku na mchana, na hayo mengine yote yatakuja, kwa sababu alitaka yote ayamiliki yeye. Maana yeye ndiye aliyeumba na yeye ndiye mwenye mipangilio yote. Alitamani aimiliki ile mipango yote jinsi alivyoweka, ili makusudi na tamanio la moyo wake, na yani makusudi ya yeye kuumba ulimwengu na kaumba mwanadamu yatimie. Alifunga. Amen.
akatafuta ile sako yake ikuwe complete, isiwahi pata muingilio wowote, isiwahi toboka pahala popote. Ni kama chombo ambacho kimewekwa ndani ya bahari na kiwe kimetobolewa, sikitajaa maji. Yeye alitafuta kuwa intact. Katika kufunga alikuwa in a deep communication na Baba wa mbinguni, wakijua ya kwamba kutunza utakaa hivi, kufanya nini utakaa hivi, ili wakuelewe utawaeleza hivi, ili wajue nini na nini utafanya hii na hii. Katika hiyo hali ndio sababu anatuambia tukiutafuta uso wake, hayo mengine yote yatakuja. Maana kwa sababu shetani hakutaka Kristo Yesu amiliki kile kiti cha enzi, alitaka yeye ajiinue zaidi, akakubali kwenda kumjaribu, akaanza kujitangaza mbele zake akijipiga kifua, ati kama wewe ni mwana wa Mungu fanya 1, 2, 3. Mstari wa 3, mjaribu akamjia akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Kwa sababu alijua huyu anasikia njaa, huyu amehisi njaa, kwa sababu yule neno amekuja kwa mwili wa mwanadamu, na kama mwanadamu sharti asikie njaa. Yule roho aliyeko ndani yake anajijua yeye ni nani, akamwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Mstari wa 4, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hivyo maandiko yanatuambia tukumbuke, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila na kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Mungu. Maana Yesu alijua ya kwamba angebadilisha mawe yawe mikate, watu wangekula mikate, wangejua ya kwamba hata mikate ni chakula tu na neno halina uzito tena. Na kwa sababu alitaka neno liwe na uzito kuliko chakula, alibadilisha msemo ule, akamwambia shetani ya kwamba imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila na kwa neno litokalo kinywani mwa Baba. Maana in other words, naona ya kwamba alitarajia shetani atamke neno litokalo kinywani mwa Baba. Alijua wazi ya kwamba shetani asingeliweza kudhubutu kufanya hayo, maana alijua Baba ni kusema nini. Halinganishwi, hafananishwi, na hauwezi mpima na chochote kile. Ndiyo sababu anasema yeye alituumba kwa mkono wake mwenyewe, kisha kwa mfano wake. Maandiko yanaenda as far as kuniambia ya kwamba tukimwamini yeye, kwa sababu anakaa ndani ya Baba na Baba anakaa ndani yake, basi atakuja akae ndani mwetu. Kwa hivyo hata shetani akituzunguka kwa njia gani, atakuwa anakuja kwa uoga, kwa maana anajua kilichoko hapa ndani sikiwezi. Ni ile tu kujipiga moyo konde, yani anasema wacha nijaribu tu, huenda. Maana shetani akienda kumjaribu Kristo Yesu, si alikuwa amejua huyu ni Mungu? Lakini kwa sababu ya kile kiburi na shingo ngumu, aliona liwalo na liwe, nitaenda, huenda nikafanikiwa. Kwa hivyo wakati unamtafuta Mungu, wakati unatafuta uso wa Mungu, jilinde na jitunze na huyu mshtaki. Yuko kila pahali, anakuinda kama swara. Ukiteleza kidogo, mifano kidogo tu, yeye na wewe. Maana maandiko yanasema anatangatanga akitafuta wa kurarua. Yuko tayari, atakurarua. Kwa hivyo ukitunza neno, mpendwa, ukitunza neno, neno ndiyo kila kitu. Neno ndiyo wokovu wako. Neno ndiyo maisha yako. Kwa neno wana wa Israeli walitoka katika nchi ya utumwa. Maana Musa aliambiwa, nimeyaona na nimekuja, na sasa nenda umwambie awaachilie watoke. Japokuwa nimempa roho ngumu, nitakufanya uwe Mungu mbele yake,
ili chochote utakachotamka, kila neno utakaloachilia, ujue ni mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Musa akiongea mbele ya Farao hakuwa anabahatisha, alijua neno yuko pamoja nami. Huyu neno amesema ya kwamba ni yeye tu peke yake ndiye mwenye uwezo. Kwa sababu gani? Hawa watu kwani hawakuwa na ujuzi, hawakuwa na uwezo, hawakuwa na maarifa ya kusema ya kwamba tutoke hapa tuasi tuende kwetu. Wao walikuwa pale mpaka wanatolewa tena katika zile tabu. Wanaenda wanafika mahala ambapo umefika, umeona mkono wa Bwana, umeona Mungu vile amekutendea. Kama ulikuwa mgonjwa, umepokea uponyaji. Kama ulikuwa na shida fulani, umeona mabadiliko ndani mwako. Lakini kwa sababu wewe ni kungojea nifike jangwani, nihangaike, nikufe nikiwa hapa. Kama alikutoa katika kitanda kile wakati ulikuwa umelemewa na magonjwa, kwa neno lake kama uliamuka, je, kwa neno lake ni kibarua hauna, uanze kusema niende nifanye usherati, niende nifanye kazi gani, niende niibe ndio nipate? Mbona usirudi umuulize neno, nimekuja. Kama ulinitoa katika kitanda cha magonjwa, najua hata na kazi utanipa. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulinitoa katika dhiki niliyokuwa nayo, hataishi kwa mkate tu. Kwa hivyo tushike neno lake moja kwa moja. Tuishi chini ya neno. Na neno ni imani. Neno ni imani. Maandiko yananiambia katika kitabu cha Yohana 1:1, palikuwepo neno. Neno alikuwa kwa Mungu. Neno alikuwa ni Mungu. Huyu neno anaenda as far as kutuambia kwamba huyu neno alifika pahali akajimanifest. Akakuja kuishi kati ya mwanadamu, akiwa nuru ya mwanadamu. Kwa hivyo yeye ndiye akumulikiaye njia ya maisha yako. Yeye ndiye nuru yako. Huyu neno ambaye anakuambia kwamba ni kwa yeye tu utaishi, anakumulikia njia yako, liwe giza iwe nini, yeye yuko tayari kukupitisha katika kila hali. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa neema tu ukafichuliwa siri ya kumjua. Maana ni wengi wanatamani hiyo siri, lakini hawana. Ni wengi wametamani sana, hata wengine wanajiulizaga, na huyu mtu anabadilikaga usiku na mchana, anafanya shughuli gani? Lakini wewe ndani mwako unajua ni Kristo Yesu. Unaogelea ndani ya mafuta ya neno. Umedumu katika ile siri. Na maandiko yanasema tumtafute tu yeye. Yeye ndiye ile siri. Anasema kwanza kabisa tutafute ufalme wake. Hayo mengine yote ambayo tunafikiria ndani ya maisha yetu, sijui maisha yangu yamekuwa namna gani, sijui nitakuwa namna gani, haya yote yako nyuma. Hata usiangalie, hata usiitishe, wewe itisha yeye tu. Kumbuka, akaenda jangwani baada ya kutoka ndani ya maji. Safari ilikuwa ni moja kwa moja kuelekea kwenda kutunza ile neema. 40 days and nights fasting, akitunza ile neema. Maana alijua ndani mwake kuna mjaribu yuko tu area, anaweza tokea wakati wowote. Lakini kwa sababu alikuwa na siri kamili, akautafuta ule uso wa Baba. Mjaribu alipokuja, yeye alikuwa anajua cha kumwambia kabla hajaanza kusema. Alikuwa anajua, ana majibu kabla hajaulizwa swali. Kwa hivyo tukitunza hii neema, tukitunza hili neno, tusome maandiko. Joshua akaambiwa, yasitoke kinywani mwako, yatafakari usiku na mchana, maana torati hii ndio itakuelekeza, na ukizishika sheria hizi, hakika sitawahi kukupungukia. Hiyo ni ahadi iliyokuu kabisa. Ukizishika sheria za torati hii, hakuna siku Bwana wa majeshi atakupungukia. Hakuna siku utahitaji. Hakuna siku utanungunika. Usiwe mtu wa kunungunika kama wana wa Israeli. Unasema laiti ningalikufa kando ya sufuria ya nyama kuliko kuja kufa jangwani. Pale jangwani umepelekwa na sababu. Ushirika wako na Roho wa Bwana, ushirika wako na Baba wa mbinguni uwe mkamilifu. Ndio sababu umepelekwa jangwani. Amen. Tafuta ushirika na Roho wa Bwana. Tafuta ushirika na Baba wa mbinguni. Tafuta juu chini vile utampendeza. Udumu katika ile neema. Kwani Kristo Yesu si ni mwana wa Mungu?
Anatuthibitishia katika maandiko, anatuambia huyo ndiye mwanangu wa pekee ninayependezwa na yeye, msikieni yeye. Kuna mwingine tumewahi kuambiwa hivyo anyway katika maandiko? Hakuna. Na hakuna pahali tutakuja kuambiwa isipokuwa yeye. Yeye mwenyewe anatuambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna yeyote awezaye kuja kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama yeye ndiyo kila kitu na alijaribiwa, na wewe mwanadamu je? Si ujitie moyo. Kama yeye alienda siku 40 kutafuta ushirika na Baba wa mbinguni, mbona wewe usitafute huyu neno? Yeye mwenyewe anatuonya, anasema tutaishi tu kwa neno litokalo kinywani mwake. Na maandiko yanatuambia tutafute uso wake. Bwana Yesu abariki maandiko. Amen. Paul 3. Rusha mtumishi. Paul 3 tusome wote pamoja. Twende pamoja 1 2 3 twende. Wako si ndio? Yes. Kwani unalia? Kwa hivyo ukilia mjaribu anakusikia. Mmenyamaza. Anajua kwa nini amekuja. So biashara inaenda chini, unalialia ngwe na anakusikia wewe. Demo unalia, anapiga mako, nimemweza. Siko hivyo? Mmenyamaza. Bwana asifiwe. Anasema namna gani? When the tempted one came to Christ, wewe utaki shetani akuje? Mmenyamaza, acha nitulie. Mkwamba watumishi, remember being a Christian, you'll be done what? Tempt, lazima utajaribiwa. Hiyo mtaki, tunataka kusema amen. Ya mtaki kusema, lazima mgonjwa itakuja, visa itakuja, mikosi itakuja, aibu itakuja. Unajua ni nani amekuja? Mjaribu. Hakosi kukuja. Ambia mwenzako lazima atakuja. Kama umeokoka, mjaribu atakuja. Mama sema kwa sauti, simuone na sauti. Twende tena. Kama umeokoka, mjaribu atakuja. Yes. Mama sema amen. Upende, mwambie upende usipende, he is on the way. Anatafuta. Mwambie anatafuta. Mwambie lakini sio mimi. Asifiwe Yesu Kristo. Remember, if you don't know, if you want the devil to run away, have the word. The word is so much powerful. Psalms 119:105, Psalms 119 verse 85, Psalm 119 verse 10. The word of God is ever settled in heaven. The word of God is the light of the heart, the tempter. Tusome wote mstari wa 13. Mjaribu akamjia akamwambia. Akasema nini? Ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya ya mkate. So kumaanisha kwamba ukishapata kazi anakuja nakwambia, kama wewe umepata mshahara mwisho wa mwezi, so jaribu kutoa fungu la 10 tuone. Jaribu kutoa dhabihu tuone. Jaribu kutoa sadaka tuone. Nasema, alafu nasema, si watu wanaenda shule? Hapana. Nisalimia watu watumisha Bwana. Mmekataa kulisalimia. Haya, mimi nakusaidia. Mjaribu alipokuja, tukaomba kupata biashara, kupata promotion, kupata kazi. Sasa mjaribu akakuja, akasema, Silvia, umepata mshahara mwisho wa mwezi, usitoe fungu la 10 kwa sababu angalia nyumba nakudai, watoto wanakudai, uniform, si ndio? Kuna safari kwa mbele yako unataka kwenda. Kwa nini utoe fungu la 10? Hii pesa hata ukiona si 3,000, si ndio? 3,000 upeleke tu kanisani 3,000. Si unaona 1,000 ni fair. 1,000 ingine shopping, 1,000 ingine utapea mama. Unasema basi iko sawa. Hata sitoi. Siko hivyo. Mmenyamaza kwa ndio nipata. Niende kidogo. Niende ndani kidogo. Most of us will be guided by Antonio kwamba. So be the reader, be the hearer and the doer of the word. Don't hear and then don't do the word. Because if you hear, you don't do the word, you deceive yourself. Unajidanganya wewe mwenyewe. Na shetani unajua, unaona kusema tusome maandiko hapa, wengi hamsomi sababu anajua usomangi neno, you are not part and parcel of that word.
You're not part and parcel. Hausiki kwenye neno. So hata ukijaribu kusoma ulimi inakuwa mzito. Unaenda pamoja wote? Naye akajibu akasema, mimi ni kichwa, imeandikwa mimi ni mwana wa Mungu. Kwa sababu gani? Umelibeba nini? Neno katika moyo. Amen. Moyo. Wengi mnapenda kusomewa nini? Neno, si ndio? Amsomi neno, mnapenda kusomewa. Mungu hapa. Yes. Mungu hapa. Asifiwe Yesu. Ambie mwenzako soma neno. Mwambie soma neno. Mguse mwambie soma. Mguse mwambie soma neno. Mwambie wacha mbwembe na sarakasi. Soma neno. Mwambie mguse mwambie wapi wacha mbwembe na sarakasi. Wacha meza ya mizaa. Soma neno. Inakusaidia. Hawezi kuja, na akikuja, kwa sababu Hebrews tunasema the word of God is a two-edged sword piercing to the bone marrow. Ukitamuka amesema kwamba mwili haifai chochote. Maneno ambayo nanena ni roho, tena ni uhai. Utanena tu uhai ukiwa uko nao. Asifiwe Yesu Kristo. Utanena neno kama uko na neno, lakini kama huna neno utanena nini? Utanena maneno ya watu. Muko hapa? Are you here? Yes. Are you here? Yes. Remember, if you fail to stand by the word, the devil will clobber you. Let me tell you, atakuangusha wewe. Don't joke. Kama Kristo Yesu angekosa neno, unasikia namwambia kama wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Asi alijua kwamba akona njaa. Alijua Yesu akona njaa. That is unapata wengi wenu kuenda kufunga na kuomba. Si ndio? Kutoka mlimani ni mpio kwa nyumba. Mshtaki ako ndani yako, nakwambia kimbia haraka. Mungu hapa. Niko na mamlaka, niko na uwezo, niko na nguvu. Akikuja nitamwambia by power and authority, by power and authority, by power. Mwambie by power and authority, I'm a son of God. Yes. But son of God, piga Yesu. Baada ya Yesu piga Yesu. Piga Yesu. Piga Yesu makofi tumishi wa Bwana. Usema have power. Usema have power. In me. Piga Yesu makofi tumishi wa Bwana. Piga Yesu makofi. Piga Yesu makofi.